pata enka ni kama Pacome. Umeelewa anaenda wapi? Yaani kama sio Singida. Kwa hiyo mimi wasiwasi wangu ndio huo. Lakini tumuombee heri kwa sababu yule ni mchezaji mkubwa. Tumuombee heri kwa sababu tunasema heri minallah, shari minallah. Akipata shari ni za Mungu na akipata heri pia ni za Mungu, lakini mimi naamini Yanga wana uhusiano mzuri na Singida. Anaweza tu ikaja kutokea dirisha dogo hapa, akapata injury, wakampeleka Singida kwa sababu ule uwezo kuvunja mkataba, hela nyingi. Hela nyingi sana Mwanaisha. Hela nyingi sana. Kwa mimi wasiwasi wangu ndio huo na sisi pia unaona ikimaliza kama mshambuliaji bora wa ligi kuu Tanzania bara. Yaani hujanielewa. Mimi nimeshakubali kuwa Peter Shilalule ni mchezaji mzuri. Ukizungumzia forward bora sasa hivi kwa Ibrahim Dumbe, unamwona kama mshambuliaji bora, anaweza kumaliza msimu kwa kama mshambuliaji bora? Sasa mimi Ibrahim Dumbe mimi siwezi kumhukumu kwa sasa hivi. Yaani ndio maana hata wachambuzi wote sasa hivi ukiwaangalia wengi wamekaa 50-50. Huyuko anampa 60, wengine chuma cha Mjerumani kampa 50 kwa 50. Umeelewa? Ansi Rafaeli anasema bwana huyu bwana mchezaji mzuri tumpe muda. Yaani watu wanashindwa kumaliza maneno. Umeelewa? Kwa sababu tuliona hapa alipokuja wakina Kouma, Ansi Rafaeli alimsifia sana Kouma, sasa hivi risiti zinarudi. Unajua Kouma ni mchezaji mzuri, technician, ana nguvu, ana speed, chama speed ana kazeeka, sio na nini. Kwa kwangu mimi Yanga wamelamba dume. Umeelewa? Akaja kwenye Musa Balakonte ni midfield mzuri ya chini kwa sasa. Ukizungumzia namba 6 bora, huyo ni Ansi Rafaeli. Lakini miezi 6 hayupo. Akaja hapa Andy Boyeli. Umeelewa? Sio forward mzuri tu ambaye amecheza kimafanikio sana South Africa. Ni mchezaji mzuri Andy Boyeli. Sasa hivi Yanga ndio wakati wa kuleta kombe la Afrika, wameleta wachezaji wakubwa, lakini baada ya msimu hayupo. Umeelewa? Sio vizuri. Damalo sasa hivi ni mchezaji mzuri, atawasaidia sana Yanga, namba 6 mzuri kwa sasa, lakini tumuone achezi. Yaani uwezo wake wanacheza wale wakina Duke Abuya, wakina Max Zingeli. Umeelewa? Sio vizuri. Kwa mimi wasiwasi wangu kwa Peter Shilalule, nini wanamuita? Peter Shalulile. Peter Shalulile, mimi wasiwasi wangu inaweza akamkuta kama ya Pacome. Sababu yule sana injury. Yule ana injury. Yanaweza akamkuta kama vile ya Pacome. Kwa mpaka ikifika mwezi wa 12, Yanga labda ndo kaingia makundi. Alafu yule mgonjwa utasikia bwana nenda zetu Singida. Umeelewa sio vizuri? Kwa hiyo mimi hiyo ndo wasiwasi wangu. Lakini namwombea heri. Na siwezi kumkataa Peter Shalulile kutokana na yule ni mchezaji mkubwa, mchezaji ambaye mwenye profile kubwa. Mshabiki wa Simba huwezi kumkataa. Peter Shalulile ni mchezaji mzuri sana, mchezaji mkubwa. Inasemekana mpaka hivi sasa Faisal Salim tayari kwa hizi ambazo zinaendelea hivi sasa mitandaoni kwamba Young Africans wanahitaji huduma yake. Mchambuzi wa kandanda Hansi Rafael kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ameandika mapatano binafsi tayari ameshayapata. Usikubaliana naye. Unaweza kumuona Yanga Faisal akarudi. Yani Faisal kucheza Yanga ni yeye mwenyewe kwa sababu Faisal ukiangalia 90% jasho lake limevuja sana Yanga. Japokuwa katikati pale kuwa na sintofahamu upande wa maslahi, lakini nahisi alisimamia msimamo wake, alienda kupata hela Azamu. Kwa sababu ukiangalia Faisal tajiri, yani alichokitaka amekipata. Sasa hivi kashakuwa tajiri, umeelewa? Kwa hiyo anataka watumikie wananchi, kwa hiyo anaenda kumalizia mpira wake Yanga. Kwa hiyo mimi labda ningesikia Faisal amekuja Simba ndo kidogo ningestuka. Muona katuletea mtu kwa sasa, umeelewa? Lakini kurudi Yanga kama sasa mwanamke ambaye umemuoa, umezaa naye watoto wawili, alafu ukaja ukamwacha. Umeelewa? Kuna labda umempata mwingine wa nje alikuwa anakuchanganya, ukamwona bora kuliko mkeo wa ndoa. Ukaja ukamwacha mkeo wa ndoa. Alafu dakika mwisho ule wa nje kumbe mimi napotea huko. Bana mke wangu bana mimi nisamee na nini, kwa hiyo naomba turudiane, tusongeze maisha, tuonye wako peke yao, kwa hiyo hivi na hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo ndo kama sasa Yanga na Faisal Salum. Ila mimi ningeshangaa kama Faisal Salum angeenda Simba. Umeelewa? Kwa hiyo mimi hapa ningeshangaa, lakini Faisal Salum kutoka Azamu kurudi Yanga. Mimi naona tu ni kama vile mtu ambaye umeoa mwanamke alafu umemwacha alafu umeamua kumrudia. Lakini kingine alifanya vizuri kutafuta hela, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kama wachezaji wa Yanga ambao walikataa hela, mfano kama lazima meki kidogo. Mfano kama huyu Mzize. Mzize sasa hivi maskini. Katika wachezaji maskini Mzize pia yumo. Kakataa hela nyingi, alafu sasa hivi ana injali tena. Amerejea lakini hawezi kuwa yule. Injali soma siala Mwanaisha. Hadi yule yani mpaka Dickson Job. Yani asipoangalia tu mwaka tena. Unafikiri ataweka mguu yule mechi yani mechi na Simba?
Tarehe 12 bwana mnaenda kukutana bwana. Aweki mguu yule Dickson Jobo, wampange tarehe 12. Yule mguu aweki. Yule akiweka tu mguu tena mwaka. Injali soma siala. Hakuna mchezaji yote ambaye anapenda kupata majeraha. Yaani majeraha kuanzia miezi 6. Mchezaji huyo tena tayari kashakuwa dangerous. Umeelewa? Sio mchezaji huyo kashakuwa dangerous. Kwa hiyo mimi Mzize namuonea huruma kwa sababu maskini. Akakataa hela nyingi na sasa hivi ndio kashapata injali. Ukiangalia sana sasa hivi mimi namuonea huruma. Hata mwenyewe sasa hivi Mzize ukimwangalia hayupo, yaani ukimtazama hivi hayupo sawa kisaikolojia. Unaona kabisa huyu kuna kitu sana anawaza. Shamkono, tumalizie na hili tarehe 12 mnaenda kukutana sasa na Young Africans. Namna ambavyo unakitazama kikosi chako na Young Africans walivyosajili. Mimi timu yangu ile ile. Kasali, Shomari Kapombe, kaongezeka sasa hivi na Sania Chilambo, Kibabage, Mligo, Diruki, Ture, Yusuf Kagoma, Oula, Libasi Age, Elie Mpanzu, Chama. Umeelewa na Karesto, nimemongeza Karesto. Kwa hiyo wanaweza kweli wakawa na fuadi mzuri, yeye wana beki wa kumzuia Libasi Age. Na wauliza. Yani sio shida Sharulile. Nyie mabeki mnao? Kumzuia Sharulile? Nani? Nyinyi mabeki mnao? Mimi nina Tule, mimi dada nina Tule. Lile Tule usifanye masiara lile. Lile Tule wewe fanya mpango sasa hivi tuwaache wale kati ya Tule na Ibrahim Baka. Alafu yupi ambaye atanunuliwa haraka? Au wewe muache Dickson Jobu na lile fullback ile South Africa. Waeke sokoni. Mimi na watu. Yaani hao wanakuambia Simba ana beki. Yaani huyo tapeli. Kwa yeye ana Sharulile. Yeye ana beki ya kumzuia Libasi Age. Yeye beki anaye. Uone ukitaua kina Mwamnyeto. Siku zote mwenye beki bora ndio bingwa. Hivyo nafikiri wale wachezaji wa Simba walioingia wale kama wangeingia dirisha kubwa Yanga angekuwa bingwa. Atolewe wapi ubingwa? Hiyo Yanga yenyewe Zanzibar kule mpira umeisha, wamelala wote, wamechoka. Dakika 90 zote wamelala chini pale Amani pale. Ile ambaye sisi tunanyuma goli moja ile. So wamelala wale. Sasa. Yaani wewe Libasi Age akabwenda yule mtoto wa Mashujaa. Ameshindwa kumkaba Israeli Mwenda. Yaani Senti Aula mkaba yule mtoto wa Mashujaa yule. Engineer, mimi namshauri tu. Mimi hapa mimi napenda sana ushindani. Awaletee Yanga beki ya kimataifa. Tafute beki wazuri wa kimataifa. Sababu sasa hivi kuna kisaidizi cha refari. Yale mambo kama Kibu Dennis yale anaangushwa penalty 5 yale sasa hivi hamna yale. Alete beki kweli. Kama kweli amechukua forward na namba 9 Sharulila tuletee beki. Sio utaki lawama. Mimi bwana na Libasi Age na Elie Mpanzu na Innocent Oula na Karesto. Umeelewa sio vizuri? Mimi hapa nina watu. Umeelewa? Kwa wao wakati wao wana forward namba 9 na mimi nawauliza wao wana beki wa kumzuia Libasi Age.